1, 2, 3. Makofi mengi tafadhali. Lakini kupokea kwa niaba ya wenzangu madaktari wako hapa na watu wako hapa. Lakini wakati tunasoma maelezo mkurugenzi, unaweza kaona namna ya ufahari wa sisi wenyewe. Chukulia mashine kama hii, tunasema mashine hii kutoka kwa msaada wa watu wa Marekani. Lakini leo ni sadaka za watumishi wetu wenyewe. Hilo jambo ni kitu kidogo sana, lakini kiki kwenye kila kitu cha mtu kwamba mambo maana tukifanya sisi kama Watanzania ni pride, kwa sababu hivi vinakabidhiwa kwa msaada wa watu wa Japani, lakini kodi zao ni mtu ametoa sadaka. Kwa hata sisi ni waombe tu wale wenzetu tutakaopokea, hata itafuta namna nzuri, hata kama ni kuandika sehemu kama hapa, yaani mtu akiingia hicho la kwanza ajue wafanyakazi wa TAKUKURU waitoa sadaka mashine kununuliwa. Na hivi hapo nikienda kwenda kwenye maili za watu, vitu vidogo, si baiskeli ya mtendaji kwenda nimetoa kwa msaada wa watu wa Marekani, baiskeli ya shilingi 1,000. Sasa hapa mkurugenzi, hili ni jambo la sisi ya waombi. Kwa mimi nashukuru sana kwa TAKUKURU, na mimi hata sisi RS klasi huko hapa, hata sisi tuone tuangalie tu hata sisi kutafuta sadaka tufanye, na tunaanza kuweka hiyo kuandika. Kwa tuko barabarani, shamba hili mbegu zake ni kwa msaada wa watu wa Marekani, shamba nusu eka, mbegu silimo. Tunashukuru kwa matundu ya choo kwa msaada wa watu wa Japani, tundu milioni 1.5, matundu mawili. Kwa hiyo nadhani watu watakukuru, Mungu awabariki sana sana. Na mimi nadhani kwamba hii kishamalizika, tengeneza kabisa ile documentary. Watumishi wa ofisi ya TAKUKURU hizi kwa msaada. Documentary nzuri kabisa, na social media hizi ndio content. Kwa sababu kwa sababu inaandikwa kwa msaada wa watu wa nchi fulani, tunatoa mitandaoni. Hadi tu mashine ya kuomba watoto jinsi tunatoa msaada. Kwa mimi nakushukuru sana mkurugenzi, Mungu akubariki sana. Kwa sababu ambacho taasisi imekifanya, na kama ulivyosema kwamba ni mishahara ya watumishi, ni sehemu yao, ni sadaka kubwa. Mimi nimewahi kwenda kwenye kuangalia ile situation. Unajua tunapojibu ukipata mtoto mwenye changamoto hii na hauna uwezo na hospitali haina hizo facility. Kwa sisi tunashukuru sana, amezungumza vizuri mheshimiwa mbunge, tunashukuru sana taasisi kwa namna ambavyo imetugusa. Na mkurugenzi, hili ni jambo ambalo pia kwenye utumishi wa umma watu tunajichanga mwisho wa mwaka, watu wanaenda kwenye kituo cha watoto yatima, peleka kwa wazee, lakini ya kwamba watumishi wanaenda kugusa moja kwa moja mtoto jiti ni kitu ambacho wewe na ofisi yako, sisi kama viongozi wenzako tunapongeza sana. Tunakuombea wewe na watumishi wako kwa Mungu, Mungu awabariki sana. Na kwa kweli hata siku nyingine mkiguswa jambo lingine, sisi tunaomba Njombe iwe mahala pa kuja kufanya. Tunawakaribisha sana. Tumekuja kukabidhi mashine mbili, ya kwanza infant radiant warmer na ya pili phototherapy unit. Hizi mashine mbili ambazo ni muhimu sana katika malezi, makuzi na kuokoa maisha ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati na watoto wenye uzito pungufu, kama alivyotueleza kaimu mganga wa mkoa. Tumejitengenezea utaratibu huu TAKUKURU wa kutoa hizi mashine katika hospitali zote za mikoa za rufaa za mikoa Tanzania bara. Ziko jumla ya hospitali 28, na leo tumepata fursa ya kutoa katika hospitali yetu. Tutatoa katika hospitali yetu ya rufaa ya Njombe, ambapo hii itakuwa ni mashine ya 22. Kwa maana katika safari yetu ya kutoa mashine hizi kwa hospitali 28 tutakuwa tumebakiwa na hospitali 6 tu. Kwamba tayari tunapokuja hapa asubuhi hii tumeshakabidhi katika hospitali 21 zilizopo katika mikoa ya Arusha, Ruvuma, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Manyara, Dodoma, Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Kilimanjaro, Simiyu, Mara, Mwanza, Dar es Salaam, Shinyanga pamoja na mkoa wa Iringa. Kwa hesabu za haraka mtabaini kuwa mikoa ambayo tumeifikia mpaka sasa ni mikoa 19, lakini hospitali tulizozifikia ni hospitali 21. Wote tunafahamu pale Dar es Salaam tuna hospitali 3 za rufaa za mikoa, Ilala, Temeke na Kinondoni. Kwa ndio maana utakuta tumeenda mikoa 19 lakini tumetoka katika hospitali
21. Sasa niseme wazo la kuchangia utaratibu wa kuchangia vifaa hivi katika hospitali tulianza mwezi Desemba mwaka 2024. Tuliguswa na sisi kama taasisi ya serikali, lakini vivile ni wanajamii, basi tukaona na sisi tufanye jambo katika kuchangia jitihada za Mheshimiwa Rais kuboresha huduma za afya nchini kwa kuangazia kipengele au ili eneo la watoto njiti na wale watoto wanaozaliwa na uzito pungufu. Sasa vifaa hivi tumekuwa tukivinunua si kwa kutumia bajeti ya taasisi, hata kidogo. Kama alivyodokeza hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, vifaa hivi tumekuwa tukinunua kutokana na michango ya watumishi wa taasisi yetu nchi nzima. Watumishi wote wa TAKUKURU wamekuwa wakichanga kila mwezi ili tuweze kununua vifaa hivi. Wanachanga kwa hiari bila shinikizo wala kulazimishwa na uongozi au na mtu yoyote. Sasa hii yote ni katika na sisi kuwajibika tu kwa jamii. Sisi sio taasisi inayofanya biashara. Tufanye biashara aina yote taasisi kama TAKUKURU. Pengine hata biashara inayofanya ni kuchunguza tu vitendo vya rushwa na kuchukua hatua. Lakini kwa maana ya biashara ya kuleta faida hatufanyi biashara, isipokuwa tunaendeshwa kwa bajeti ya serikali. Sasa hata hii pesa lotoa kama nilivyokwisha sema inatokana na michango ya watumishi. Kwa hivyo hii sio ile habari ya corporate social responsibility, hapana hata kidogo. Sababu ile ni kurejesha sehemu ya faida kwa jamii. Sisi sio sehemu ya faida. Ameliweka vizuri sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba hii ni matendo ya huruma. Sisi TAKUKURU ili jambo tunalofanya tunahesabu kama ni matendo ya huruma na upendo kwa jamii. Lakini kubwa zaidi ni kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya katika kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto na ustawi wa afya za Watanzania kwa ujumla. Haya yanayofanyika Njombe, hospitali hii, ujenzi unaendelea, yanafanyika maeneo mengi nchini kama si maeneo yote. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana serikali inafanya, na kwa kweli na sisi tumewiwa kuunga mkono jitihada hizo. Sababu tukiachia serikali peke yake itachukua pengine muda mrefu kukamilisha mahitaji yote ya vifaa tiba, dawa na majengo katika hospitali zote nchini. Kwa hivyo nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuboresha mazingira ya afya ya mama na mtoto. Na ndio maana katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika uliofanyika mwezi Februari mwaka huu 2026 kule Addis Ababa, Ethiopia, Mheshimiwa Rais aliteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa bingwa wa afya ya mama, mtoto na afya ya uzazi barani Afrika. Kwa hivyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, na sisi TAKUKURU tukasema tusishe tu kumpongeza, kumpigia makofi na vigelegele, tuunge mkono na sisi jitihada hizo anazozifanya. Sasa niseme tu katika hospitali zote 21 ambazo tumeshapita mpaka hivi sasa, hali ya uhitaji wa mashine hizi inajidhihirisha kuwa ni kubwa. Hata hapa tumeambiwa kwa wastani watoto wenye uhitaji wa mashine hizi kwa mwezi wanaanzia 40 na kuendelea. Sasa hatujui mna vifaa mashine kama hizo kama hivi kiasi gani katika hospitali, lakini ni dhahiri kwamba kuna mahitaji, na mikoa mingine tuliyopita tuliambiwa kwa mwezi wanakuwa na watoto si chini ya 75 wenye uhitaji wa mashine hizi, lakini ukuta hospitali pengine na mashine 4-5, na huduma kubwa inatolewa katika utaratibu wa kangaroo mother aliosema Mheshimiwa Mbunge. Lakini kwa maana ya mashine kabisa kuna uhitaji mkubwa. Sasa sisi kama watumishi wa taasisi hii, lakini nimesema vile vile ni wananchi, ni wadau na sisi katika huduma za afya, ni miongoni mwa wadau tunaonufaika na huduma za afya na kwa msingi na huduma za mashine hizi. Tangu tumeanza kutoa hizi mashine, kuna watumishi wenzetu ambao wamebahatika kupata watoto, na hao watoto wakawa wameangukia kwenye kundi la watoto wenye changamoto hizo za kuzaliwa kabla ya wakati na kuzaliwa na uzito pungufu, na hayo yametokea katika mikoa ya Dodoma, Katavi na Dar es Salaam. Basi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweka hii taasisi ya PCCB, lakini pamoja na masuala ya PCCB bado wanakuja kwa wananchi, tunashirikiana masuala ya maendeleo, na hivi tunaelekea kwenye Vision 2050. Tunataka lifespan ya mwananchi iongezeke, umri wa maisha. Tunataka
lishe bora. Watu wa Njombe tutumie lishe bora. Maono mazuri kwa ajili ya jamii, kuweza kuiokoa jamii yetu ya Kitanzania wala watoto njiti. Tunashukuru sana kwa kupokea mashine hizi ambazo kiukweli zinaenda kusaidia katika kuendelea kuboresha huduma eneo hili. Kabla ya siku ya leo tulikuwa na phototherapy mashine 3, lakini uhitaji ni phototherapy 7. Sasa utaona ongezeko hiyo linaenda kusaidia watoto pia wengi, kwa sababu phototherapy mashine moja inaweza kusaidia watoto wengi. Lakini pia tulikuwa na uhitaji wa infant radiant homa 10 na tunazo 5. Lakini utaona kwamba ongezeko hili pia linaenda kusaidia kutibu watoto wengi zaidi. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wadau wengine ambao wataguswa kwa namna yoyote kuendelea kusaidia hospitali, kwa sababu hii ni hospitali yetu.